Vipi kama nikikwambia kuna mahali duniani mkate, ile hostia, iligeuka kuwa mwili halisi wa binadamu na divai ikageuka kuwa damu halisi ya binadamu? Na hii sio hadithi ya leo wala sio stori ya karne ya 21. Ni hadithi, ni stori ya kweli ambayo imetokea miaka zaidi ya 1200 iliyopita, lakini uthibitisho wake upo mpaka hii leo. Huu unaitwa muujiza wa Lanciano. Muujiza huu ulitokea katika mji mdogo wa Lanciano huko nchini Italia takriban karne ya 8, nikimaanisha mwaka 700 BK baada ya Kristo. Wakati huo kulikuwa na kasisi mmoja wa kanisa Katoliki ambaye alikuwa na mashaka makubwa. Mashaka ya nini? Alikuwa anaamini kuhusiana na Mungu, lakini alikuwa na mashaka juu ya Ekaristi, ile imani ya kwamba wakati wa ibada hostia au mkate na divai vinageuka kiroho kuwa mwili na damu ya Bwana Yesu Kristo. Siku ikawadia, na siku moja wakati kasisi huyo alipokuwa akiendesha ibada, ulipofika wakati wa Ekaristi, alipokuwa akinyanyua mkate na divai kwa ajili ya mageuzo, mkate ukabadilika ghafla na ukawa kipande halisi cha nyama ya binadamu, na divai iliyokuwa kwenye kikombe ikageuka na kuwa damu halisi ya binadamu. Kasisi alipata mshtuko, alitetemeka na akaanguka chini kwa hofu. Waumini waliokuwepo walishuhudia tukio hilo, na kilichofanya muujiza wa Lanciano ukawa wa kipekee ni kwamba uliruhusiwa kuchunguzwa kisayansi, na sio siku moja wala mara moja, bali mara kadhaa katika historia. Uchunguzi mkubwa ulifanyika mwaka 1970 na mwaka 1971 na Profesa Odoardo Linodi, mtaalamu wa patholojia na kemia, na haya ndiyo yalikuwa matokeo ya kushangaza. Moja, damu ilithibitika kuwa damu halisi ya binadamu, na nyama ilithibitika kuwa tishu ya moyo wa binadamu. Aina ya damu ilikuwa ni group AB. Hapakuwa na kemikali za kuhifadhi damu. Licha ya kuwa miaka 1200 ilipita, damu hiyo haikuharibika. Cha kushangaza zaidi ni kwamba damu ya group AB ni ile ile ambayo ilipatikana kwenye kitambaa cha Turin, na maanisha Shroud of Turin. Hii ni story nyingine nitakuletea wakati mwingine kuhusiana na kile kitambaa chenye taswira inayosemekana ni ya Yesu Kristo. Subscribe kwa undani ili uweze kuipata story hii pia. So sayansi ilisimamia hapo, haikuweza kueleza ni kivipi, na ilithibitisha kilichopo. Kanisa Katoliki halilazimishi mtu kuamini muujiza huu, lakini linauonesha kama ishara ya imani. Kwa waumini, muujiza wa Lanciano ni ujumbe mmoja: imani na sayansi ni maadui, na kuna mambo yanavuka maelezo ya kibinadamu. Mpaka kufikia hii leo, kipande hicho cha nyama na damu hiyo vinahifadhiwa katika kanisa la St. Francis of Assisi huko Lanciano, Italia. Watu kutoka duniani kote huenda pale kujionea. Swali linabaki moja tu: je, huu ulikuwa muujiza kweli au ni kitu ambacho sayansi bado haijafikia? Niandikie maoni yako. Unaamini muujiza huu au la? Au unahisi sayansi bado kuna vitu haiwezi kutafsiri? Mimi naitwa Credo na hii ni Kwa Undani.